Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu, ikiwa ni Dominika ya 4 ya Kwaresma. Na Dominika hii tunaita pia ni Dominika ya furaha. Na ujumbe wetu wa neno la Mungu tunaweza tukaupatia kichwa cha habari: onjeni muone kwamba Bwana yu mwema. Ndugu zangu wapendwa, leo katika Dominika yetu ya 4 ya Kwaresma, ujumbe wa neno la Mungu ni kwamba turudi kwa Bwana. Kwa Bwana ndiyo kwenye wema. Twende kwake ili tupate kuonja wema huu wa Bwana. Daudi anauonja katika wimbo wetu wa katikati, naye mwana mpotevu anauonja katika injili yetu. Huyu mwana mpotevu, kama tulivyosikia, alimkosea baba yake sana, lakini akaweza kuonja wema huu. Sisi tunapaswa kujitafiti. Je, ni kitu kipi kinatuzuia kutokuonja wema wa Bwana? Fanya maamuzi magumu. Achana na kizuizi kinachokufanya ule mataputapu, unyanyasike au kufanya ukose usingizi. Rudi kwa baba yako upate uhuru na uonje wema wake. Huu ndio ujumbe mkuu, ndugu zangu, tunaopata katika masomo yetu. Na naomba tuanze kutazama kwa kina kwa kuangalia wimbo wa katikati pamoja na masomo yetu. Onjeni muone ya kuwa Bwana ni mwema, ni Zaburi ya 34. Chanzo cha Zaburi hii, ndugu zangu, ni kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 21 mstari wa 10 mpaka 15. Daudi alikuwa anamkimbia mfalme Sauli. Kweli alikuwa anakimbizwa na kuzongwa kila mahali. Akaona njia mojawapo ya kujiokoa ni kukimbilia kwa mfalme ambaye ni si rafiki wa Sauli. Hivyo alikimbilia kwa mfalme Akishi wa Gati. Gati ilikuwa ni sehemu ya Wafilisti. Hawa Wafilisti walikuwa na sifa ya kuwa na majianti. Nakumbuka wakina majitu kama kina Ishiboneth, wakina Goliati. Daudi anamkimbilia huyu mfalme kuomba hifadhi, kwa sababu alijua kwamba akienda kwa mfalme rafiki wa Sauli hakika ataishia kuuawa. Hapa Daudi aliuona wema wa Bwana, lakini kwa namna tofauti kidogo. Kwanza, makachero wa mfalme Akishi waligundua mara moja, wakamwambia, huyu si yule Daudi aliyempiga kibano Goliati, na yule ambaye watu wa Israeli walitaka awe mfalme wao? Sasa inakuwaje umlete hapa au kumruhusu kukaa katika nchi yetu? Yabidi tuwe makini. Daudi aliposikia hivyo akahuzunika na kuogopa sana, akajifanya kama chizi mbele ya mfalme. Alipopelekwa mbele ya mfalme Daudi, Daudi akajifanya kama chizi hivi, kama mtu ambaye hana akili vizuri. Kumbe mfalme huyu basi alipoona kwamba chizi ameletwa mbele yake, mfalme alikasirika, akasema, muondoeni huyu, mnanileteaje chizi mimi nije niongee naye? Kwa kweli Daudi hapa alipoachiwa huru alijiona kwa kweli Bwana ndiye alimpa hii akili, na akafikiri hivi, ndugu zangu. Na mfalme huyu akamwangalia akasema, mbona sioni kipya kwake? Mbona huyu ni chizi tu? Akamfukuza, akasema, sitaki mwenda wazimu mbele yangu hapa, muondoeni. Tukio hili unaweza kufikiri kwamba ni la kudhalilisha Daudi, lakini ni tukio alipouona wema wa Bwana, kwani aliepuka kifo, ndugu zangu. Hivyo alitunga Zaburi hii kumshukuru Mungu aliyemtendea makubwa hivi, kwani wale watu walimgundua kwamba ndiye yule aliyemuua Goliati, na hakuweza kumdhuru pamoja na kwamba walimgundua. Huu ndio wema wa Bwana. Bwana ndiye aliyemtesekea. Leo tunatumia Zaburi hii kutukumbusha kwamba Bwana ni mwema kwetu. Yeye hutusamehe makosa yetu. Anatueleza kwamba tuziungame dhambi zetu na kumrudia ili tupate kuona wema huu. Sisi tuurudie wema wa Bwana na kuukumbatia kama atakavyo Bwana wetu. Mrudie Bwana, mpatie nafasi ya kwanza maishani mwako na ufurahie wema wa Bwana kama alivyouona yule mwana mpotevu. Somo la kwanza, wana wa Israeli wanauonja wema wa Bwana. Katika somo la kwanza, sasa Waisraeli wanafika katika nchi ya ahadi. Wanamshukuru Mungu kwa kuadhimisha Pasaka tena katika nchi ya ahadi. Leo ile mana inakauka na wanakula mazao na matunda ya nchi ya Kanaani. Kweli wanafurahi. Wanachakusimulia kwamba kweli Mungu hadanganyi. Ukimtumainia hakika hakuachi pembeni. Leo anawaeleza kwamba nimewaondolea ile aibu ya Wamisri toka kwenu. Kwa nini Mungu anasema hivyo?
Hii ni kwa sababu Waisraeli walizurura jangwani kwa muda mrefu, na Wamisri kwa kipindi hiki walikuwa wakifurahi wakisema, angalia sasa walijidai kutoka kwetu, lakini bado wanakula dhiki jangwani. Huko hawana vitunguu, hawana matango, hawana matikiti maji. Lile jangwa lilikuwa kitu cha aibu na fedheha kwao. Lakini leo wamefika kwenye nchi ya ahadi yenye matango, yenye vitunguu na matikiti. Sio jangwa tena, ndugu zangu. Hivyo wanaweza kutembea sasa vifua mbele. Ndivyo Mungu alivyo, ndugu zangu. Yeye hutimiza ahadi yake, na leo anatimiza ahadi ya kuwafikisha wana wa Israeli katika nchi ya ahadi. Lakini ukiangalia hadi wafikie hapa, kweli ilihitaji uvumilivu wa hali ya juu. Walitembea kwa miaka 40 ndani ya hili jangwa, mchana na usiku. Alafu kulikuwa na shida, kiu na njaa, na makabila makali ya Kedari yaliwavamia. Wenzao wakaishia kukata tamaa wao kwa wao, wakaishia hata kumkana Mungu na kuabudu sanamu. Mungu akawaadhibu, akawatumia nyoka wa sumu. Hivyo ilikuwa ni safari ndefu kweli, na Mungu alionyesha huruma na hasira vile vile. Kuna wakati alionyesha huruma, lakini pale alipoona kwamba wamezidi, aliishia pia kutoa adhabu kali. Kwa mfano, karibu wote waliotoka Misri hawakuifikia hii sehemu ya leo ya somo la kwanza. Waliuawa kule jangwani kutokana na kiburi, lakini wachache wale walivumilia, walifikia sehemu hii ya somo la leo. Ndugu zangu, hapa tujifunze kitu, ndugu zangu. Kweli Mungu hatanii. Kila siku watu wanazaliwa, wewe ukileta kiburi unaondoshwa, na mwingine anaingia na wewe unasahaulika. Watu wanazaliwa na kufa. Tunaweza kufa wote leo kutokana na pengine mafuriko, lakini baada ya siku 3 unaona kwamba maisha yanaendelea kama kawaida, kana kwamba hakuna kilichotokea. Na hata huwezi kudhania kwamba watu wameisha. Kweli sisi mbele ya Mungu lazima kunyenyekea, ndugu zangu. Sisi si kitu. Wapo wanadamu wengi, ukinyenyekea utaweza kuifikia sehemu salama kama walivyofikia hawa wana wa Israeli leo, ndugu zangu. Hivyo tuache kiburi. Waliofikia eneo la leo wanautangaza huu wema wa Bwana. Baki mwaminifu kwa Bwana ili upate kuuonja wema wake. Katika somo la Injili tunakutana na kijana mwingine aliyeuonja wema wa Bwana. Yeye ama kweli aliuonja wema na huruma ya baba yake. Kwa nini? Kwanza yeye alimkosea sana baba yake. Kwanza alienda kudai urithi kwa baba yake akiwa hai. Utaratibu urithi kwa wana wa Israeli ulitolewa baada ya kifo cha baba. Kuomba urithi mapema hivi ukiwa bado hata hujaoa toka kwa baba yako ni kwamba ulimtakia baba yako afe mapema ili wewe uchukue usukani. Huyu mtoto alifanya hivyo kwa baba yake. Fikiria baba yake alijisikiaje, ndugu zangu? Baba hakuwa na jinsi, ilibidi ampatie. Cha pili ni kwamba mtoto alikwenda kutumia zile mali za urithi vibaya. Alienda kutumia jasho la baba yake vibaya. Fikiria baba yake alivyojisikia. Ni kama wewe ukute mali ya mtu amejitahidi kuitesekea. Hujui huyu mtu aliteseka nayo vipi, wewe unaanza tu kuitapanya vibaya. Huyu alifanya hivyo, ndugu zangu. Mwanafalsafa mmoja anaitwa Karl Marx anasema kwamba kula jasho la mtu ni kama kukata sehemu ya mwili wake na kuitupa. Kwa nini? Kwa sababu kwa Karl Marx ni kwamba wakati mtu anafanya kazi, moyo wake na akili yake huwa katika hiyo kazi. Hivyo kazi hii huwa sehemu ya mwili wake na nafsi yake. Sasa wewe unakuja unaichukua hivi hivi tu, pengine kwa wizi au kutapanya tu, kana kwamba unakata sehemu ya mwili wake na kuitupa, na kwamba mali yake aliyoitesekea unakuwa huna uchungu nayo, unaitumia tu pengine kwa ujinga. Hii iliuma sana. Angalau pengine hii mali ya baba yake ingetumika kwa maskini, lakini anaenda kutumia na makahaba. Kwa kweli baba aliumia. 3 ni kwamba huyu mtoto alidai mali kwa nguvu. Inaonekana huyu baba alikuwa mkimya, pengine kama Yosefu pengine alimletea baba yake noma. Nasema alimletea kama fujo hivi. Nipe sehemu ya mali yangu. Na kweli baba yake pengine alichekwa sana na watu, lakini alivumilia na mtoto akaenda kifua mbele. Baba akabakia zake. Lakini pia baba yake alibaki katika huzuni, kwani kila siku alikuwa akitazama kwenye ile njia ambayo mtoto wake aliitumia kwenda, akitegemea kwamba ipo siku atarudi tu. Ndivyo Mungu alivyo, ndugu zangu. Ukimhuzunisha
unakuta anakusubiri. Akiangalia kule ulivyo kimbilia, kule ulikokimbilia, pengine utarudi hivyo hivyo. Alivyomuona tu akirudi, alifurahi kweli. Ndivyo ilivyo kwa Mungu. Naye anatusubiri ndugu zangu, ili turudi kule tulikopotelea. Sasa huyu mtoto kweli aliuonja wema wa Bwana, kwa sababu aliporudi kwa baba yake, baba anamsamehe kila kosa, wala hakumbuki chochote. Kweli aliuonja wema wa Bwana. Onjeni muone ya kuwa Bwana ni mwema. Na ndivyo huyu mtoto alivyoonja wema wa baba yake. Bwana anakusubiri ndugu yangu, hivyo urudi kwake. Lakini unategemea wewe ufanye maamuzi. Lazima ufanye first step. Lazima uanze first leap. Nasema lazima uanze wewe kwanza. Hatua ya kwanza ipigwe na wewe, na yeye anakuja kwenye hatua ya pili kukusaidia. Kama huyu kijana asingalifanya hatua ya kwanza kujiambia mwenyewe, wengi wanaweza kuhubiri, wengine wakushauri mambo mengi, lakini wakufanya maamuzi, hatua ya kwanza kubadilika ni wewe. Piga hatua leo ndugu zangu, fanya bidii, usilale. Mungu atamalizia paliposalia. Halafu kingine ni kwamba huyu kijana alitengwa na kila mtu, hata wale waliokula naye zile mali, hata wale makahaba walimsahau kabisa. Ndivyo ilivyo kwa shetani. Usione yule unayefanya naye uasherati pengine au ulevi na kufikiri kwamba ati ukipata shida atakuja kwako. Kwanza ndiye anakuwa kwanza kukusema, yani atakutangaza ajabu. Lakini utajiuliza, je, si tulikunywa wote pamoja? Lakini kama vile atakapokaa na wewe ni kama vile hamjawahi kuonana. Ndivyo ilivyotokea kwa huyu kijana, kana kwamba hajawahi kula zile pesa na mtu yote. Hakuna aliyemkumbuka ndugu zangu. Kweli huyu kijana alipata shida. Alikwenda kwa mkulima aliyempatia kazi ya hadhi ya chini kabisa, kulisha nguruwe, na hakumpa chakula. Aliishia kumdharau. Chakula chake kilikuwa makombo ya nguruwe. Jamani, mnakumbuka nguruwe alivyo mchafu? Nguruwe alikuwa mnyama aliyedharaulika mbele ya Wayahudi. Sasa huyu mkulima alimdharau sana, akaona hadhi yake ni kukaa na nguruwe. Ndivyo ilivyo kwetu ndugu zangu. Ukiwa na dhambi unakosa hadhi. Hata ukiomba kazi kwa mtu, atakupatia tu kazi ya ajabu kabisa. Atakueleza kwamba wewe nenda kazibue choo, au nenda kauze pengine vitu vya ajabu, au njoo uwe ukiuza supu pengine ya utumbo, au njoo uje usimamie dampo. Ukishakuwa na dhambi ndio inakuwa dharau, unakosa hadhi. Atakupa tu kazi ya kuiba au pengine mlinzi wa dampo. Yule kijana anazingatia, anaona kweli anadharaulika sana. Anaamua kwenda kwa baba yake. Nawe ndugu yangu leo zingatia, inawezekana upo pengine kwenye sehemu ambayo unanyanyasika, unadharaulika, unanyanyaswa pengine hata na katoto kadogo tu. Zingatia, fikiria umekosea wapi. Kwa nini udharaulike hivyo? Wewe ni binadamu, rudi kwa baba, rudi kwa yule uliyemkosea, muombe msamaha. Wapo kina mama ambao sasa wanaishi maisha magumu, wameacha waume zao, pengine wameenda kukaa na mwanaume ambaye anawanyanyasa, anawatesa kwa sababu ya pesa. Anakuona kana kwamba huna hadhi yoyote, anakutukana. Zingatia haya moyoni, rudi, nenda kwa mume wako, nenda kaombe msamaha, rudi kwa mume wako ukapate tena hadhi. Pia hapo kina baba walioacha wake zao na kwenda kuhangaika pengine na nyumba ndogo, wakafukuza pengine wake zao, na sasa wananyanyaswa ajabu. Na pengine kimwanamke kidogo tu kinakunyanyasa kweli. Achana naye, mrudie mke wako. Achana na kanyumba kadogo haka kanako kunyanyasa, kanako kufanya kama pengine kama udongo tu. Usikubali. Wewe uliumbwa ili ufurahie maisha. Achana na kuteswa. Nenda kwa Bwana upate uhuru. Somo la pili linatutia moyo pia na kutuita na kutuambia kwamba tumrudie Kristo, tupatanishwe na Kristo. Kristo alimwaga damu yake msalabani, alitupatanisha na Baba, na hivyo kutupatia wajibu wa kuwapatanisha wenzetu ndugu zangu. Hivyo Kristo, lugha yetu ni lugha ya upatanisho. Usimwekee yote kinyongo, kitakutesa tu. Jiweke huru, ishi kwenye uhuru aliyokupatia Kristo. Sisi si watu wa kuishi kwenye gereza. Sisi ni watu wa kuachia na kujifungua gerezani na kwenda kama wana wapotevu na kuomba msamaha na kuishi tena kwa uhuru. Nenda kapatana na yule ambaye amewekeana kinyongo uweze kufunguliwa. Epuka kubaki kwenye kulisha nguruwe. Kulisha nguruwe ni kama kubaki kwenye chuki na maumivu ambayo hayana maana yote. Nenda kaombe msamaha
uweze kuwa tena huru. Anza safari ya kurudi kwa Baba na hakikisha kwamba unaikamilisha kama alivyofanya mwana mpotevu. Wengi wetu tunaanza safari lakini hatuikamilishi. Tunasema ngoja nirudi nikapatane na huyo ndugu yangu nikafanya, lakini tunafika njiani tunakata tamaa, tunarudi. Anza safari. Na wewe ukishaanza safari, ukisharudi, usirudi tena kwenye mataputapu, usirudi tena kwenye chakula cha nguruwe. Mwana mpotevu baada ya kurudi kwa Baba hakurudi tena kule kwenye dhambi. Na wewe ukisharudi kwa Baba, usirudi tena kwenye dhambi. Wengi wetu hatumalizi safari zetu ndugu zangu. Mungu anatusubiri. Urudi kama alivyomsubiri mwana mpotevu. Nenda, amua. Mahubiri mengi yanaweza kuhubiriwa sana. Mambo mengi sana yanaweza yakaongelewa, lakini wa mwisho kumaliza ni wewe. Lazima wewe uamue kutoka moyoni. Watu wanaweza kukusihi mambo mengi, lakini wa mwisho kuamua ni wewe. Na kuombea neema ya Mungu. Tujiombee neema ya Mungu ili tuweze kurudi kwa Baba kwa moyo mwema, tuweze kwenda kuvalishwa tena pete nzuri, tuweze kuvalishwa tena mavazi mapya. Mungu atuumbie roho mpya. Kipindi hiki cha Kwaresma tumeshaambiwa mara nyingi, tubuni na kuiamini Injili. Ndugu zangu, wapo ambao hawaungami, wapo ambao warudi kwa Baba, wapo ambao wanasema mimi siwezi kufanya hivi na hivi, siwezi kwenda kuungama mimi kwa bado mimi. Na kuomba leo uguswe moyoni kama mwana mpotevu, uamke, uondoke huko kwenye uchafu uliko, urudi kwa Mungu ili Mungu akupokee tena, akuvalishe mavazi mapya, akufanyie tena sherehe, ili mbinguni pia kuweze kuwa na furaha na amani na vigelegele kwa sababu ya mdhambi mmoja kutubu na kurudi kwa Mungu. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda na kukutunza, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na kukumbusha bado tafakari za asali mubashara zipo za kutosha. Pale St. Joseph Cathedral kwenye container la kwaya zipo shajara za asali mubashara. Moshi Bookshop zipo shajara za asali mubashara. Lakini pia Msimbazi Bookshop zipo asali tafakari za asali mubashara. Lakini San Damiano kwa Kapuchini kule Shrine ya Padre Pio zipo pia shajara za asali mubashara. Jitahidi upate shajara hii, itakusaidia namna nzuri ya kutafakari neno la Mungu. Kama nilivyokuhubiria hapa na kuchambua neno la Mungu, itakusaidia. Shajara hii nimeiandika nikiwa nimelenga kuchambua kwa umakini ili uweze kuyafahamu baadhi ya mambo ya Biblia ambayo pengine wewe ni mageni kwako. Na ukiyafahamu, hata ukisikiliza somo, ukisikia tu unakumbuka tu historia yake ilikuwa hivi na hivi na hivi. Basi nakutakia Dominika hii njema, Dominika ya furaha. Mungu Mwenyezi aendelee kukutunza, kubaki salama na yote mema. Tambua ni furaha kwa sababu tunakaribia Pasaka. Andaa moyo wako ili uweze kukutana na Mungu katika ufufuko.